Sasa namwita mwakilishi wa wale wenye maoni ya wachache kwenye kamati namba 4 ili aweze namwona ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Wasubiri, unazo dakika 30. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa nilionayo kutoa ufafanuzi wa maoni ya wajumbe walio wachache wa kamati namba 4 kuhusu sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kusema kwamba wale waliozoea vya kunyonga, vya kuchinja hawaviwezi. Wale ambao wamezoea vya haramu, vya halali hawaviwezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulileta mapendekezo ya kanuni yaliyopendekeza kwamba wajumbe maoni ya wachache yasomwe na wachache. Waliozoea vya haramu waliyakataa, wakasema wanataka wayasome wao. Tumeona mambo ambayo yamefanyika. Maneno yaliyo sahihi kwa mujibu wa kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Tundu Lissu, hebu tulia kwanza. Tulia, tafadhali uketi. Mheshimiwa, ukianza kutuhumu wenzio humu, na sisi sote tumekuja pamoja kuwaita wengine kwamba wamezoea vya haramu, na unaamua wewe, ututendei haki hata kidogo. Kwa hiyo usioelewana nao basi wamezoea vya haramu. Sasa mjadala hauwezi kwenda hivyo. Ondoa hayo maneno waliozoea kwa haramu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nayaondoa hayo maneno. Mheshimiwa Mwenyekiti, waliozoea kuishi kwa uongo na udanganyifu hawawezi kujifunza kuishi katika kweli. Waliozoea kuishi kwa uongo na udanganyifu hawawezi kujifunza kuishi katika kweli. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nithibitishe maneno yangu haya kwa mifano minne ifuatayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kitabu kinachoitwa Pan-Africanism or Pragmatism, Profesa Shivji kwenye ukurasa wa 93 wa kitabu chake amesema kwamba hati ya makubaliano ya muungano haikuwahi kuthibitishwa na Baraza la Wawakilishi Zanzibar kwa miaka yote 50 tangu muungano uzaliwe mwaka 64. Na Profesa Shivji amesema katika kitabu hiki na katika kitabu kingine alichokichapisha mara ya kwanza 1990, Tanzania the Legal Foundations of the Union, kwamba nyongeza zote za mambo ya muungano tangu mwaka 64 mpaka leo ni haramu, ni batili. Lakini leo Profesa Shivji ndio mpiga debe mkubwa wa CCM na wa muungano huu. Mfano wa pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, uko katika kitabu kinaitwa Tanzania's 8th Constitutional Amendment and its Implications on Constitutionalism, Democracy and the Union Question. Kitabu hiki kiliandikwa na Dr. Harrison Mwakyembe, mjumbe wa bunge lako maalum mwaka 1995 kama sehemu ya shahada yake ya uzamivu ya chuo kikuu cha Hamburg, Ujerumani.
Na kwenye kitabu chake Dr. Mwakyembe amesema yafuatayo kuhusiana na hoja ya Wolfgang Duarado kuhusu muungano. Amesema msimamo wa Wolfgang Duarado kwamba kiuhalisia hati ya makubaliano ya muungano ilitengeneza muundo wa serikali tatu, lakini utekelezaji wake umekuwa tofauti. Ukurasa 184. Kwenye ukurasa 195 Dr. Mwakyembe anasema mfumo wa shirikisho la serikali tatu kama ilivyopendekezwa na tume ya Nyalali na kuungwa mkono na vyama na makundi ya upinzani unaonekana kuwa ndio njia pekee katika hali ya sasa ya Tanzania, kwa sababu mfumo huo unaweza kutoa kile ambacho kimekosekana katika utaratibu wa sasa, yaani mgawanyo wa wazi wa mamlaka kati ya nchi washirika na kati ya muungano na washirika wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Mwakyembe ni mjumbe wa kamati namba 4, kamati yangu, na yeye na wajumbe walio wengi katika kamati hiyo wamekataa shirikisho na wamekataa muundo wa serikali tatu. Ambao wamezoea kuishi kwa uongo hawawezi wakajifunza kusema ukweli. Mfano wa tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano wa tatu unahusu walioandika kitabu hiki. Kinaitwa Maoni kuhusu rasimu ya katiba, kimeandaliwa na wahadhiri wa sheria wa vyuo vikuu 15 vya Tanzania. Wahadhiri hao wanasema katika ukurasa wa 2 wa kitabu chao, wanasema kwamba sisi wahadhiri tuliojumuika kujadili rasimu ya 2 ya katiba tutajikita katika dhana ya demokrasia katika kujadili rasimu hii inayobeba muundo wa muungano wa serikali tatu wanaoutaka wananchi. Tunaunga mkono muungano wenye muundo wa shirikisho lenye serikali tatu ambazo ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Tanganyika. Baadhi ya wahadhiri hawa walioandika maneno haya wako humu ndani, na hawa walioko humu ndani wamepiga kura kukataa muundo wa shirikisho na muundo wa serikali tatu. Mfano wa 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano wa 4 unamhusu baba wa taifa. Mwaka 1968 akizungumza na gazeti la Observer la London, Rais wa Jamhuri ya Muungano Mwalimu Nyerere alizungumza habari ya muungano kwa maneno haya yafuatayo: 20 Aprili 1968, iwapo umma wa Zanzibar bila ya ushawishi kutoka nje na kwa sababu zao wenyewe wataona kuwa muungano una hasara kwa uhai wao, sitowapiga mabomu kuwalazimisha. Muungano utakuwa hauna tena sababu ya kuendelea iwapo washiriki wake wataamua kuukana. Mwaka 1968. Mwaka 1984 Wazanzibari walipohoji muungano, Alhaji Aboud Jumbe akafukuzwa kazi, amewekwa kizuizini Mji Mwema mpaka leo. Wolfgang Duarado akawekwa kizuizini. Bashir kwa Uswanzi akapakiwa ndege ya kwanza ya Dar es Salaam akapelekwa Ghana. Na Mwalimu Nyerere baadaye akasema kwamba kwenye uongozi wetu na hatima ya Tanzania, akasema huko nyuma baadhi ya viongozi wa Zanzibar wapinzani wa muungano wamewahi kudai tufanye referendum kwa Zanzibar kuhusu muungano, tukakataa kwa sababu safi kabisa. Hawakukataa, waliwafukuza kazi wakawaweka kizuizini. Waliozoea kuishi kwa uongo hawawezi kusema kweli. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wengi wamekuja hapa wanasema tutavunja hati ya makubaliano ya muungano. Tutavunja hati ya makubaliano ya muungano. Swali la kwanza na la msingi kabisa linalohitaji kuulizwa, je, hati hii ipo? Swali la pili linalohitaji kuulizwa la msingi kabisa, je, hati hii ni halali? Swali la tatu la msingi kabisa, kama hati hii ipo na ni halali, je, muungano huu ni halali? Mheshimiwa Mwenyekiti,
Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 64, siku moja baada ya muungano, mwanasheria mkuu wa Umoja wa Mataifa Konstantin Stavropoulos aliandika barua kwa ubalozi wa Tanganyika Umoja wa Mataifa akiwaambia, tumesikia kwamba mmeungana na Zanzibar, tuleteeni hati ya makubaliano hayo ili iweze kupata usajili wa Umoja wa Mataifa, itambulike kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Siku moja baada ya muungano, tarehe 6 Mei ya mwaka huo huo, siku 10 baadaye, Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanganyika ikapeleka tamko rasmi kwamba kweli tumeungana, na wakasema hati ya muungano tumeiambatanisha na notification hii. Hata hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 14 mwezi wa 5, wiki moja baadaye, Konstantin Stavropoulos, mwanasheria mkuu wa Umoja wa Mataifa, akaandika telex kwa serikali ya Tanzania akisema, tutumieni nakala 2 za hati ya makubaliano ya muungano ili tuisajili kwa mujibu wa ibara ya 102 ya United Nations Charter. Maana yake ni kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania iliposema kwamba tumewaleteeni, hawakupeleka. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ushahidi kwamba Umoja wa Mataifa haujawahi kupelekewa hati ya muungano umepatikana mwaka 2009 na umepatikana tarehe 25 Machi, wakati afisa wa habari za kisheria wa kitengo cha mikataba ya kimataifa wa Umoja wa Mataifa wa ofisi inayoshughulikia masuala ya kisheria ya Umoja wa Mataifa, Bwana Andrei Kolomoets, alipomwandikia mtafiti mmoja aliyeandika kitabu hiki kwamba alimwandikia akamwambia maneno yafuatayo: hakuna ushahidi wowote kwamba hati ya makubaliano ya muungano ilisajiliwa kwenye sekretariat ya Umoja wa Mataifa. Kama ingesajiliwa, kungelikuwa na hati ya usajili iliyoambatanishwa. Nimeangalia, hakuna kitu kama hicho. Mheshimiwa Mwenyekiti, hati ya makubaliano ya muungano haipo Umoja wa Mataifa na haipo Tanzania.